أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم نصلي ونسلم على خير خلق الله البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الفاخر الشيطان الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ثم نصلي ونسلم على خير خلق الله البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر العلم الفاخر المنصور المؤيد المحمود الأحمد حبيبي إلهي العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدم فداء. Mashehe zangu waloko hapa, walimu, wazee, vijana, watoto, wakina mama, assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwanzo kabisa tunachukua fursa hii kumpongeza imamu wa zama zetu, Imam al-Hujja ajalallahu ta'ala farajahu sharif, kwa mnasaba huu tunapokumbuka mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na al-Imam Jaafar bin Muhammad as-Sadiq salawatullahi wasalamu alayhi. Kisha kuwapelekea salamu na hongera viongozi wetu wa dini, maraja wetu wa taklid, waumini wote kote duniani na waumini wote na nyinyi hapa mlo hudhuria katika hafla hii tukufu. Napenda kuwapongeza ndugu zetu wa hapa Kachie kwa juhudi za kuweka barnamiji hii ya kuwakumbuka hawa watukufu vipenzi vyetu, na nawapongeza nyote pia mlofika kufanikisha shughuli hizi. Maulidi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na mawalid ya aimma al-athhar na watukufu wote yanatupatia fursa ya kulinda na kuhifadhi utamaduni wetu wa Kiislamu. Ni lazima kuwepo na fursa kama hizi za kuleta hai utamaduni wa Kiislamu, fikra za Kiislamu, thaqafa ya Kiislamu. Fursa hii inajenga mazingira ambayo hayapatikani kwenye vitabu tu, bali yana uhusiano wa moja kwa moja na maisha yetu. Thaqafa hii ya kuungana, kukumbuka, kusoma na kupasisha hizi jumbe muhimu kwa vizazi vinavyokuja ndilo jambo ambalo kwamba linahitajika kila wakati. Na hii ndio sera iliyo katika ulimwengu wote. Nchi zote zinakuwa na masiku maalum za kukumbuka baadhi ya matukio muhimu ya kitaifa. Kila nchi inajaribu kuwafungamanisha watu wake na asili yake,
na kwenye walikotoka na mambo muhimu yanayowatofautisha na watu wengine. Sisi kama Waislamu tunapoyaweka maulidi ya mtume au mawalid za aima na wengineo kufu, tunajikumbusha neema nyingi kubwa alizotuletea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kujifungamanisha nazo na kujua asili yetu. Leo tunasherehekea mwaka wa 1500 toka kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Na kwa sababu hii daiman haiwezekani kuondoa fikra, mawazo kutoka kwa Mtume. Anabaki yuko baina yetu na mapenzi yanaimarika zaidi kwa sababu ya yale ambayo kama tunayafanya kumhusu. Mapenzi haya yanaleleka katika nyoyo zetu kupitia kwa kudhihirisha na kuonyesha furaha kwa namna mbalimbali, jambo ambalo kwamba lina umuhimu mkubwa. Hili linakwenda na spirit na ruhia ya Qur'an al-Karim na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi na Ahlul Bait alayhim assalam. Qur'ani imetuonyesha nafasi ya Mtume, cheo cha Mtume, na kutuonyesha mahaba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa Mtume wake, na kutukumbusha sifa zake njema. Na hivi ndivyo vitu ambavyo kwamba tunavitaja, tunavikumbuka katika hadhara, katika hafla kama hizi. Hakuna jambo ambalo kwamba limetoka nje ya haya. Qur'an al-Karim ukisoma toka mwanzo inakufungamanisha na Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Ayati tele ambazo kwamba hatuna nafasi ya kuweza kuzitaja katika wakati huu mfupi. Na Mtume kwa kuwa ni kiongozi ambaye kwamba ni mlezi na anajua nafasi yake, akawa anatuelekeza kuvitilia muhimu vitu hivi, na akatwambia tuwalee watoto wetu na kuwapa mafunzo ya kumpenda mtume wao na kuwapenda Ahlul Bait na kusoma Qur'an al-Karim. Yani Mtume anatambua hili. Haya yanatutosha kuweka sherehe hizi na kuweka makumbusho haya. Katika nafasi kama hizi tunajikumbusha mafunzo muhimu na sera ya Kiislamu na suluk ya watukufu viongozi wetu. Hatukatiki na hilo. Na hii ndio faida mojawapo ya kuweka hadhara kama hizi. Ni halakat, ni mafungamano ya kuelimishana na kueneza thaqafa ya Kiislamu, mbali na kufurahia na kusherekea. Kwa hivyo kuna haja ya kuimarisha na kuyatengeza mawalid kuwa yawe ni yenye kuleta mwangaza na nuru katika jamii zetu. Na kwa msingi huu, baada ya kuwapongeza walimu wetu, mashehe zetu, maustadh na maustadat kwa juhudi wanazozifanya kuwalea na kuwafunza watoto wetu mambo kadha wa kadha zikiwemo kasida, ningependa kwa unyenyekevu kupendekeza ya kwamba juhudi zaidi zinahitajika kuboresha namna ya kufanikisha mambo haya na sherehe hizi.
Mwanadamu kuna tabia ya kubadilika katika namna ya kutenda baadhi ya vitu na kubuni. Ubunifu ni katika mambo ambayo kwa ni kawaida ya kibinadamu. Hivyo katika mambo tunayoyafanya zikiwemo qasaid, zikiwemo mashairi, tunataka tuone ubunifu, tuone mambo mapya, tuone qasaid mpya, tusikize mitindo ambayo kwamba inakwenda katika ruhia ya kuhuisha haya. Isiwe tu ni kasida za zile ambazo kwamba tumeimbiwa na kutajiwa katika miaka yote, bali kuweko na ufumbuzi, kuweko na vitu ambavyo vinatolewa katika sera ya Mtume, katika akhlaqi za Mtume, na kutuonyesha mafunzo haya, ili kwamba isiwe tu kipande kimoja kinachorudiwa kwa ajili ya kuburudisha roho, kuburudisha nafsi, bali kuweko na mafunzo zaidi yanayotokana na hizi qasaid. Vipawa vipo alhamdulillah, watunzi wengi wa Kiswahili, wa Kiingereza, na sasa hata tumeanza kupata kasaida ambazo zinachanganya Kiingereza na Kiswahili na kadhalika. Mashaallah, kuna haja ya kutengeza vitu mpya, na hawa watoto wana talanta nyingi ambazo kwamba wanaweza kuja nazo na zikawa zinawaguza na zikawa zinawaelekeza kwa haya ambayo kwamba tunayazungumzia. Kwa hivyo ninahimiza sana kwamba tufanye bidii kuboresha, kubuni. Kuna njia tu nyingi ambazo kwamba tunaweza kuzizungumzia, labda zikiwepo seminar na workshops kabla ya kusherekea mambo kama haya na kutayarisha vilivyo, tunaweza kuona vitu mpya katika kuadhimisha minasaba hizi muhimu. Kuna haja kubwa ya kujifungamanisha kwa vitendo na kuonyesha mifano hai ya kushikamana na mafunzo na sera ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi na ahlul bait alayhimus salam. Mtume katika mambo aliyoyatilia mkazo, na wakaja ahlul bait vile vile kuyatilia mkazo, ni kuhifadhi ngome ya Kiislamu, ni kulinda Waislamu na Uislamu kutokana na hila na makri za maadui. Na katika kufanya hilo waliimarisha na kuhimiza sana kushikamana kwa Waislamu, kupendana kwa Waislamu kwa mujibu wa imani yao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na sifa zake. Hadithi nyingi mno zinatutajia na kutuelekeza dharura ya sisi kushikamana na sisi kupendana. Hadithi maarufu kwamba mfano wa waumini ni kama mfano wa mwili mmoja. Kiungo kimoja kikiwa cha lalama, kina uchungu, kina tabu, viungo vyote vya mwili vitakuwa na shida, vitakuwa vyote vinakesha kwa huo uchungu. Kidole kikiumia, kichwa hakiwezi kuwa na amani mpaka kidole hicho kitapopona, ndipo viungo vingine viwe katika starehe. Muislamu ni ndugu ya Muislamu, atamlinda, atamhifadhi na kadhalika. Janga kubwa katika siku hizi tunazoishi ndani yake, na kwa sababu ya kutokuzingatia mafunzo ya Qur'an al-Karim na mafunzo ya mtume na ahlul bait alayhim salam, tunaishi mfarakano, tunaishi kutengana, na natija yake kama ilivyo wazi ni udhaifu na unyonge ambao kama umetupata.
umma umedhofika, umma hauna mwelekeo. Angalia ndugu zetu waloko Palestina, mbali na kwingineko, Lebanoni, Yemen na kwingineko, hali wanayoipitia. Picha kila siku twazipata, mateso ya kila sambuli. Uko wapi umma wa Kiislamu? Uko wapi umma unaojiita ni umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambao unakariri katika hadithi zake, mwenye kumsikia mtu akinadi ya lilmuslimin falam yujibu, mtu anayeita je kuna mwenye kunisaidia na siwe ni mwenye kumuitikia na kwenye kumsaidia, falaysa bimuslim, hawi katika miongoni mwa Waislamu. Watoto wachanga wanaokufa na kiu na bila chakula, wamama wanaouliwa kiholela, watu wanaouliwa kila siku kila kuchao, manyumba zao, mali zao, maisha yao yote yameangamizwa mbele ya kamera za ulimwengu. Viongozi wanaojiita viongozi wa Kiislamu wakutane na wasizungumze kuhusu hilo, bali wampe nguvu adui anayowapiga na anayowatengezea silaha za kuwapiga, kwamba inafaa kuweka mikataba ya kusikizana na yeye. Ipo wapi aya ya Qur'an al-Karim, Muhammadun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum? Iko wapi aya hii? Nafikiri wengi wanatamani kuifuta katika Qur'an al-Karim isiweko, kwa sababu kila wakiipitia inakuwa ni wenye kuwatingiza. Muhammad ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Wale ambao kwamba wako pamoja naye wana msimamo thabiti na usiotingizika dhidi wanaompinga na kumkufurisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni wenye kuoneana huruma. Leo pamoja na kwamba tunaweka sherehe hizi, nyoyo zetu zinatoneka na majonzi hayatutoki katika nyoyo zetu kwa sababu ya hali wanayoipitia ndugu zetu. Vipi tufanye sisi? Hatuna la kufanya ila kwa dua na kwa kuwa na empathy. Thakafa hii kuwa ni yenye kulelea katika watoto wetu, katika manyumba zetu, kuweka vitu ambavyo kwamba vitawakumbusha kwamba kuna jambo hili linaloendelea, watu wajue nini kinachoendelea na ni nani ambao kwamba wanahusika, kujua madhalim wa ulimwengu, mapepari wa ulimwengu, kuwafahamu vizuri hawa wanaofanya haya mambo yote, awareness. Na hivyo hivyo pia kutenga nafasi katika maisha yetu ya kuwakumbuka kwa vitendo. Punguza starehe na anasa na vitu ambavyo kwamba vinazoonyesha kutokuwa na kutokuwepo na jambo ambalo kwamba linasikitisha. Itakuwa kwaje kwamba tuwakumbuke watu ambao kwamba wanakufa njaa na sisi tuwaharibu chakula, tunakitupa chakula, hatuangalii israfu, hatuangalii halal na haram? Vipi itakuwa? Kwa vitendo nitakana kuonyesha hivi vyote. Muda wangu unapimwa na wakati wa swala. Alhamdulillah, toka niambie kwamba burudani nini jukwani langu nusu yake alhamdulillah imekwenda kwa kasida nzuri. Nataka kuwapongeza mashekh na maustadh ambao kwamba wametuburudisha. Hakika tumeburudika, na hii ni katika moja ya faida za kuhudhuria maulidi, kwa sababu za stress ni nyingi sana, lakini unapokuja katika maulidi unapata kupata ile wao pamoja na masha Allah. Ukirudi nyumbani kidogo kumepungua machungu kidogo ya maisha, na kidogo unaweza kuona kwamba moyo umefarijika kiasi fulani. Kwa hivyo tumefarijika, na tunashukuru sana mashehe zetu. Inshallah Taala Mwenyezi Mungu atujalie taufik kwamba fursa hii iwe ni yenye kutunyoshea nyoyo zetu na kutufungamanisha na kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi,
na al-Imam Sadiq alayhi salam na aima wote salawatullahi wasalamu alayhim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.